Kwa majina naitwa Elia Andrea, natokea katika kitongoji cha Mkererama. Na sisi tupo miongoni mwa watu ambao tunahitaji umeme, lakini umeme tunausikia kwenye matangazo. Na sisi ni wananchi ambao tunafaa kutumia umeme. Tunaomba utusaidie na sisi tusogezewe umeme, angalau hata tukiwa tunaona nguzo, matumaini yataonekana kwamba na sisi tunatekelezwa kwa kupata umeme. Naomba nipende kuwasilisha, asante. Hii ni baadhi ya kaya nyingine hatujajaliwa kupata hiyo bahati. Kwa hiyo tunaomba kama baba wa kata yetu tusaidie, wewe ndio jicho letu. Naomba kuwakilisha. Kwa majina ninaitwa Yona Jeremia Kagalama, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Gwintuku. Mimi hoja yangu ni kwamba kipindi cha umeme unakuja, umeme ulikuja ukaishia hapo Kukivumu. Na vitongoji viwili vyote ambavyo ni Kumulenge pamoja na Gwintuku, umeme ule haujafika. Mpaka kipindi hicho kufikia siku ya leo umeme huo haupo. Na kule tunapofanya mikutano ya wananchi kwenye vitongoji, inakuwa yani ni hoja wanazozileta ili kusudi tuwajibu. Pengine tuseme umeme ule kutofika kwenye vitongoji vile inakuwaje, tunakosa majibu. Na wanapoona umeme huku Ntobeye unawaka, na kule sasa tunaanza kuogopa kufanya mikutano ya wananchi, kwa sababu tunajua kwamba ni lazima tutakutana na haya masuala ya umeme. Lakini ombi langu ni kwamba mheshimiwa, ombi langu ni kwamba umeme huu utafika mahali pale ambapo ni Kukivumu au utasogea kufika kwenye vitongoji vile, ili kusudi na sisi kule tuwe na amani kwenye vitongoji vile. Tukiulizwa maswali hatuna majibu, tunaendelea kuwapa matumaini kwamba umeme utafika, umeme utafika, umeme utafika. Tarehe ngapi? Tarehe 11 nimekuwa na mkutano, na hilo lilikuwemo. Wananiuliza umeme nasema mimi ni mwenyekiti wa kitongoji, lakini hili litafika kwa mheshimiwa diwani. Kwa leo ninalifikisha kwako mheshimiwa diwani, ili kusudi tunakoelekea umeme Nyakaliba ufanyeje, ufike, angalau yale maswali wanayoyauliza yatulie. Nataka kuzungumzia katika swala la umeme, na nitaunganisha na ile swala la kitongoji cha Gwintuku na vitongoji vingine nitalisemea. Swala la umeme sasa hivi umeme tunatumia umeme wa mradi wa REA. Kwa mwananchi mmoja mmoja kuvuta nguzo ya umeme ni gharama kubwa. Huo ni ukweli. Nguzo ya laini ndogo ina gharama kubwa. Nguzo ya laini kuu ina gharama kubwa. Kwa hiyo kusema mwananchi wewe mwenyewe kuvuta umeme kupeleka, gharama ni kubwa. Sasa bado tunaendelea kusubiri hisani ya Mheshimiwa Rais ya kusogeza kwenye vitongoji, kuhakikisha kwamba vitongoji vyote vinapata nini. Hapa kwetu tu tunakaribia vitongoji 300 na kwa wilaya ya Ngara karibia 300 na ngapi, kama na 75 hivi umo. Kwa hiyo vitongoji ni vingi ambavyo vinahitaji huduma ya umeme. Sasa tutakuwa tunapata kidogo kidogo. Tukipata hata kitongoji kimoja, tunakuwa tumepunguza mzigo, tunasubiri tena awamu nyingine kidogo kidogo. Kwa tuwe wavumilivu katika swala la umeme. Mnanisikiliza wananchi? Sasa hivi ndani ya wilaya ya Ngara tulipata vitongoji 54. Na Ntobeye tulipata vitongoji viwili. Kati ya vitongoji hivyo, kwenye kijiji hiki cha Ntobeye ni kitongoji kimoja. Umepambana, umepata kitongoji hiki, nikasema kitongoji hiki kipate nini? Huduma ya umeme. Tuna shule ya msingi Nyakaliba pale. Ile shule inahitaji kupata umeme, ni taasisi. Kwa hiyo kitongoji kitakachopelekewa umeme awamu hii ni Gwintuku, kitongoji cha Gwintuku. Lakini ule umeme hautapita hewani. Sasa hapo umeshanielewa, aliyoko humo katikati ameshanielewa. Sitaki kuzungumza mimi kitongoji nilichopewa kwa Ntobeye ni kitongoji cha wapi? Na kitongoji cha Gwintuku.
Sasa wao TANESCO kama watapitisha hewani wakaenda wakadumbukia Gwintuku, sisi tunataka Gwintuku pawe na nini? Pawe na umeme. Wananchi wa Gwintuku oye! Ntobeye oye! Sasa Gwintuku inaenda kuwaka. Hongera sana. Kwa hiyo mwenyekiti alikuwa anasema mpaka tunaogopa kwenda kufanya mikutano. Usiogope, nenda kifua mbele, waambie umeme unakuja. Mheshimiwa diwani imepeleka hoja, ameipokea na umeme unakuja. Unakuja hapo, muda sio mrefu nguzo zitakuja, muda sio mrefu nyaya zitakuja, muda sio mrefu miundombinu itaanza kujengwa kuelekea Gwintuku mpaka kule Nyakariba. Wananchi oye!